kingine. Ujue meneja hii ni kama kwenye career hii japokuwa bado hatujawa na zero. Yaani sekta yetu bado haijawa ile watu kama rasmi sana. Yes. Ila unaweza kukuta meneja mmoja anaweza kuwa na wasanii watatu. Kwa sababu wewe ndio unajua. Kwa sababu muziki mimi naelewa system nzima ya kufanya muziki. Yaani kama wewe si mtangazaji, unaweza sasa hivi ukatangaza kipindi hiki, baadaye ukaja ukatangaza kipindi hiki, sio unapata. Kwa wasanii wao wanakuwa wanaimba, lakini wanaangalia mtu gani anaweza kufikisha muziki wetu kwa pale. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kipindi hiko labda Kayumba ana project zake anafanya na anaweza akatoa nyimbo siku fulani. Lakini azingiliana na project za Dula Makabila, azingiliana na project za msanii mwingine. Kwa hiyo unaweza ukafanya na sio tatizo. Ila tu uwe na uwezo huo na weledi hiyo. Kwa sababu msanii watu wengi wanadhaniaga kwamba manager tu ni kutembea na msanii wako kwenye media house, twende kwenye media house. Mimi bro, mimi naweza nisije kwenye media house na usinione, lakini kazi yote mimi naipiga fresh. Kwa sababu mimi naweza nikawepo, lakini kwa sababu ndo najua ule mchezo nakuwa na mtu wangu ambaye anatembea naye, ambaye anamguide sana msanii. Yeah. Changamoto ambazo unakutana nazo katika issue nzima ya kuweza kuwamiliki wasanii wote watatu wakiwa hapo chini yako? Changamoto inakuwa actually si unajua kazi zikiwa nyingi kuna muda ubongo unakuwa kwa mfano sasa hivi tunaelekea kwenye mwezi wa 12, mwezi wa matamasha, mwezi wa kujiacha. Wasanii wanataka show, hiki msanii huyu anataka kutoa nyimbo nini. Kwa hiyo changamoto kubwa inakuwa ni kazi ni nyingi. Japokuwa sasa ushazoea, ndio majukumu yako lazima uyabebe. Yeah. Kwa hamna changamoto kubwa kwa upande wangu mimi, kwa sababu ni vitu ambavyo nimevizoea na ninavifanya. Mimi nakwambia bro, na miaka 10 ukipigia hesabu. Kwa kwenye hiyo miaka 10 na experience ya kutosha na watu wa kutosha, najua wapi na wapi nipite. Hivyo. Kuna Dula, kuna Aslay. Aslay yupo ya Moto Bendi. Ni moja kati ya mtu ambaye alikuwa anaunda kundi la Moto Bendi. Hapa tuje katika issue nzima ya Aslay. Aslay ulikuja kujiunga naye baada ya kuweza kutoka ya Moto Bendi, na tupe historia jinsi ambavyo ilivyokuwa mpaka kuweza kuja kufanya kazi na Aslay, na ndo alikupa msanii wa kwanza kuweza kumsimamia yeye kama yeye au hapana? Aslay, mimi na Aslay tumesoma pamoja. Hapo mimi ni mwanangu kabisa. Mlisoma mwaka gani mpaka mwaka gani? Sisi tumesoma sekondari. Form 1 mpaka form 4. Shule gani hiyo? Tandika sekondari. Tandika sekondari ilikuwa mwaka gani? Hiyo 2010 mpaka na 13. 2010. Kwa kipindi kile anavyosema naenda kumwambia mama wewe pia ulikuwepo. Nakwambia sisi pale wana kabisa. Hata sasa sisi tumesoma wengi. Ujue Aslay, Enokibela na mimi tumesoma pamoja. Hata yule Mavoice, kuna yule msanii wa Yanga yule ndio huyo. Wale wote sisi tumesoma pamoja. Shule yetu ni kama kashule ka kipaji. Alafu ndio mlikuwa mnakaa backbenchers kabisa. Wana wa vurugu. Hamna. Just tu ndio hivyo ilitokea kwamba tukajikuta ndani ya shule moja watu tuna vipaji wengi, tunafahamiana, kwa tukawa tuna supportiana. Kwa hiyo na mkubwa na wanao ilikuwaga haipo mbali na sisi tunaposoma. Yaani sio mbali sana, unaweza kusema kama mita 8-10. Hata sasa wewe una kipaji. Kwa hiyo unaona kama lile ndio eneo lako. Yaani pana kuvuta tu. Bwana njoo. Japokuwa wenzangu walianza kwenda mapema. Aslay kaingia mkubwa naye mapema. Mimi nimeingia mkubwa naye 2013. Okay. Kwa hiyo mimi nilikaa kipindi kidogo kwenye timu, baada hapo nikachaguliwa kwa manager. Mimi nilikuwa nafanya sana lakini sehemu nyingine wenzangu walikuwa pale. Yeah. Wewe ulikuwa wapi kipindi hicho? Mimi nilikuwa nafanya sana Mtoni. Mimi nilikuwa naigiza, naimba pia, nacheza ngoma kaka. Nimefanya mambo, nimechezea moto. Vizuri tu. Hicho kikundi kilikopo ndio kinaitwa hivyo Mtoni kama Mtoni? Ilikuwa inaitwa Mtoni, inaitwa 77. 77. Ambapo hapo ndio ilikopo kipindi hicho, ni kipindi ambacho upo shule bado, lakini pia ukawa unajiunga na washikaji kwa ajili ya kuweza kuonyesha talent. Mimi talent nimeanza shule ya msingi kaka. Shule ya msingi. Ila 7 na nipo mwishoni pale wanasema huwezi kuchanganya. Mimi nilichanganya pale kidogo. Sawa. Na vitu vikawa. Haya. Umeshajiunga, umejiunga na ya wapi pale kwa mkubwa na wanawe pale, upo pamoja na ya Moto Bendi, ukapewa Salamu TMK kwa ajili ya kuweza kusimamia. Haya, ilikuwaje kwanza mpaka hii issue ya Salamu TMK kuweza kufikia mwisho? Nahitaji kuweza kujua hapo nini ambacho kilitokea kuweza wewe kama manager sasa. Sababu tulikuwa tumeisikia ilikuwa imekuja na project baadhi nikaziona. Shida nilikuwa ni nini mpaka sasa hivi hatuisikii? Salamu TMK na ya Moto, yani mwisho wao kama ulikuja kwa pamoja. Kwa sababu je, sisi tulikuwa tunaishi kama familia. Ilikuwa ni nyumba moja ambayo mnakaa kama familia. Kuna watu wanakuja, wanaondoka, kuna watu wanaishi pale pale.
Kwa hiyo kipindi ambacho imetokea shida pale Mkubwa na Wanawe mpaka watu kutawanyika, ndio nadhani nao kila mtu akatawanyika, kwa sababu kila mtu aliondoka kwa staili yake. Huyu aliondoka na huyu, huyu aliondoka huyu, huyu aliondoka na huyu hivyo. Kwa hiyo ilitokea kama mpasuko ambapo ndio Salamu aliondoka, Yamoto aliondoka, kila mtu aliondoka. Kwa hiyo ni kama ulikuwa kutokuwa na maelewano mazuri. Ilitokea sitofahamu kidogo. Tulipitia hiyo changamoto. Sintofahamu nani ambaye alileta hapo kati? Ni nani ambaye alileta? Na nani alikuwa ni kidudu mtu hapo kati? Yaani kiukweli unajua tena actually sasa hivi ndio tumekuwa tunaingia kwa wadogo. Kuna vitu vingi vilichangia. Kuna watu, kila mtu aliongea kwake. Kuna mtu aliongea hiki, kuna mtu aliongea hiki. Actually kwenye ridhiki kuna kuwa na shida kidogo. Hasa mkiwa mjaweza kupata kujisimamia vizuri. Kwa hiyo ilitokea kama mvurugano tu ambao sasa hivi tumekuwa hamna mtu anaweza kuambia kabisa sababu kamili ni. Lakini alikuwa maneno, huyu kaongea hiki, huyu kaongea hiki, huyu kaongea hiki, watu wamesambaratika. Moja kati ya neno ambalo nalikumbuka kwamba bwana ili bwana kweli bwana tulikuwa tunazungumza lakini ule kweli ulikuwa ni utoto, au mtu fulani kwa kuzungumza lakini ni utoto, hebu Mungu tu amsamee. Ni neno gani ambalo nalikumbuka? Mengi lakini sitamani kuyasema. Moja hapo tu. Sitamani kuyasema. Mimi nahitaji ujue kwa sababu gani tunajifunza kutokana na makosa kwamba kuna crew nyingine zipo mtaani time hii hapa. Maybe hicho kitu ndo sasa hivi watu wanakipitia. Lakini kutokana na issue nzima ya age, mtu anaona kwamba yeye yupo sahihi, lakini kwamba akishakisikia hivi kumbe hichi ambacho tunakifanya muda huu kitakuja kutupeleka kama huko ambapo manager wote sasa hivi yupo. Umeona? Kwa ajili ya faida ya watu wengine. Neno gani au maneno gani ambayo unayakumbuka kwamba unasema bwana hata kama kuna mtu ambaye unayaona bwana ndugu yangu hapo kwenye crew, hebu yaacheni baadhi ya maneno kama haya, ni yapi? Kwa maneno kama maneno siwezi kusema ni maneno gani, lakini kitu ambacho kwa watu ambao wanapitia situation hiyo kwa sasa hivi, kwa sababu ujue maisha ni experience, maisha experience. Kwa hiyo kitokea tena najua nifanyeje. Ni kuweka tu kuaminiana, muaminiane na muwe wa kweli. Iko kitafanya hivyo. Yaani mpendane sana. Sisi tulikuwa tunapendana sana, after baadaye upendo ukaisha, ulipungua. Tulikuwa na upendo sana katika sehemu ambazo zichawi kuwa na upendo. Nadhani Mkubwa na Wanawe zikitajwa 3 bora ziwezi kukosa. Kulikuwa na upendo ambao chochote ni chetu, lakini baadaye upendo ulipungua. Kwa kikubwa kupendana hivyo. Kwa hapo naonesha kwa mtu mwenye dili zake mbili hapo naonesha ugomvi ulikuwa issue nzima ya pesa hapo. Maana ukishasema kuaminiana, hakuna sehemu nyingine yenye kuaminiana. Mimi siyataja ya pesa. Inavoonesha au shaksi mzongo unasemaje? Maana hapo sisi wanaume mchoice samba. Maana sisi wanaume tukisema kwamba kutokuaminiana ni sehemu kuu mbili. Moja, pesa. 2, kuna mtu hapa ambaye alijikuta master kuondoka na manzi ya mwenzake. Yaani hapo kati. Lakini mimi ninachoamini kwamba manzi haiweza kusababisha crew nzima ife. Yaani hawezi sababu sisi wanaume. Yaani Mkubwa na Wanawe kulikuwa na wanawake, unajua hilo? Najua. Kulikuwa na kundi linaloitwa madada 6, madada kabisa 6. Kuhusiana na madada 6 nilikuwa sijui, lakini nilikuwa najua kwamba lazima sehemu kama hii kutakuwa kuna wanawake, sababu kulikuwa kuna clips ambazo zilikuwa zinaonyesha baadhi mkiwa mpo maeneo yenu. Muone. Lakini hapo inabidi tukaeke bwana, sisi tuna dini mbili zetu. Bwana hapo inaonyesha kwamba kulikuwa kuna chanzo cha fedha. Kuna mambo ni mengi alikuwa. Lakini moja hapo ni fedha. Mimi sijasema. Kwamba kuna mtu ambaye anaambiwa bwana shika hii 600,000, ila 600,000 kagawane na mwenzako hapa. Wewe chukua hii 600,000